Lele mama haitaleta katiba mpya. Ingekuwa lele mama inaweza kuleta katiba mpya, tungeipata mwaka 2014. Lakini kila mara tunapokaribia kupata katiba mpya, wale wanaokula unono wana wasiwasi unono ule kama utaendelea baada ya katiba mpya. Kwa sababu hiyo basi, kwa mujibu wa katiba hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kusema tunaweza tukatumia mfumo uliomo humu kusukuma watawala wakaridhia tupate katiba mpya, naomba mniwe radhi, mimi imani hiyo sina. So tunaipataje? Kwa sababu hiyo basi, utahitajika msukumo, na msukumo naozungumza mimi wala sio wa nguvu za mabavu. Tunahitaji ubunifu, na leo tangu nimekaa hapa nimeshangazwa na ubunifu wa vijana wa Bavicha. Mnaweza mkaamini kwamba kila mmoja aliyetoa salamu hapa ameleta ujumbe unaojitegemea kwa staili yake mwenyewe. Ubunifu huu utaupata chama gani cha siasa? Kwa mfano, kwa sababu hiyo nilikuwa nafikiri kwamba tutulize kidogo presha ya Oktoba 29. Hiyo ndugu zangu, bila kutuliza Oktoba 29, presha iliyojaa hivi sasa, presha imejaa kwa watawala, presha imejaa kwa wananchi. Wananchi wana hofu, wananchi wamepoteza ndugu. Presha hiyo inahitaji itulizwe. Hatuna muda, ninayo mapendekezo ya namna ya kutuliza hayo, yatakuja siku nyingine. Lakini hatua ya pili ni kuhakikisha tunatengeneza mbinu zenye ubunifu za kuweza kuwanyima usingizi watawala mpaka waseme katiba mpya lazima ije. Na niwape mfano. Kwa mfano, hivi ndugu zangu, hapa tulipo, mnagundua kwamba hapo katikati kulikuwa hakuna kitu kinachowezekana. Mnajua sababu yake? Ilikuwa huwezi kuongea, huwezi kutoa mawazo, huwezi kukaa mkutano, huwezi kusajili hata taasisi, hata ma NGO. Nyinyi ni chama cha siasa, ma NGO ni karibu yanafunga NGO zote kwa masharti magumu yaliyoletwa wiki chache zilizopita. Kwa sababu hiyo basi, yale mazingira mliyoona magumu, mnajua sababu yake? Hakuna duniani aliyekuwa anajua Watanzania wanataabika. Hakuna kabisa duniani siku za nyuma aliyekuwa anajua Watanzania mnafanya nini. Watu walikuwa wana usingizi wa miaka hiyo ambapo hatukuwa na utawala wa demokrasia sana, lakini ulikuwa ni utawala tunauita kwenye sayansi ya siasa benevolent dictatorship. Yaani ni una dictator anayepigania wananchi wapate maji, wapate elimu, wapate umeme, wapate huduma. Hivi sasa hata benevolence wako wapi? Okay. Kwa sababu hiyo basi, napendekeza kwamba tuongee. Jambo la mwisho ambalo tunatakiwa tusiliache ni kuongea kwa kipaji alichotujalia Mungu. Kama umejaliwa kuandika makala, andika. Kama umejaliwa kuongea jukwani, zungumza, ili hatimaye presha yetu peke yetu haitaweza kuikomboa nchi yetu. Hata hizo nchi mnazozijua hazikukombolewa kwa presha ya ndani peke yake. Zimbabwe tulituma mpaka jaji kwenda kuwa jaji mkuu wa Zimbabwe kwa ajili ya kufanya mahakama iwe mahakama ya haki 1980 mpaka 87. Afrika Kusini, sisi hapa babu zenu na baba zenu ndio waliopigania Afrika Kusini ubaguzi wa rangi uondoke. Kwa hivyo tuendelee kutafuta ushirikiano kwa kupaza sauti ili mataifa na dunia iweze kuungana nasi katika kazi hii ya kuleta katiba mpya. Asante sana.
Asante sana kaka Deus. Nadhani swali ambalo limemuuliza ni tunaweza tukaliendelea kulitafakari na sisi tukipata nafasi ya kuja kujadili. Kama kizuizi kikubwa cha upatikanaji wa katiba ni utayari wa wale walioko madarakani, hiyo tunaibadilisha vipi? Kwa sababu inaonekana kama ni kitu kipo nje ya uwezo wetu. Kama nilivyosema, kama ingekuwa hatujui kusoma tungesoma, lakini unawafanya vipi wale kule walioko juu ambao wanakula hiyo minofu wakubaliane na madai yetu? Nadhani tunaweza tukajadili, lakini nataka niji kwa wakili rais wa TLS